Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya habari ambazo sasa hivi hapa zina make headline huko mtandaoni ni habari ambayo inamhusu Dogo ambaye anafahamika kwa jina la Mdogo Sergeant, ambaye huyu bwana alikuwa katika bifu zito kwelikweli na kijana mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Pateni. Lakini kutokana na hilo bifu, watu wengi sana walitokea kumchukia Dogo Sergeant na mwisho wa siku wakaanza kumsema. Kwa kifupi ni kwamba Dogo alikuwa anapitia wakati mgumu sana huko katika mitandao ya kijamii, na by the time ni kwamba huku upande wa pili Pateni alikuwa ameanza kufanya vizuri. Watu wengi sana walitokea kumpenda na kumsupport na akatoa hit. Mpaka mwisho wa siku akapata collab na Zuchu, na mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba Pateni ni mmoja kati ya wasanii ambao ni upcoming, ambaye amepokelewa vizuri kabisa katika jamii, lakini pia vile vile ana nafasi yake kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava na amekuwa na umaarufu mkubwa sana. Sasa upande wa pili ni kwamba Sergeant bwana alikuwa anatia huruma, umeona bwana, kwa sababu yeye alikuwa anashuhudia mafanikio ya Pateni. Kwa hiyo Chino akajitolea, maskini ya Mungu. Chino alifanya jambo ambalo ni la maana sana, akaamua amshike mkono huyu Sergeant, na mpaka sasa hivi tukawa tunafahamu kabisa kwamba Sergeant naye pia baada ya kupata support ya One Man Gang, tukaona naye pia akiwa anafanya vizuri, anafanya muziki wake, na pia Watanzania wakaanza kumsamehe na pia vile vile wakaanza kumpokea na yeye kwa mikono miwili. Sasa jambo ambalo limekuja kushangaza watu wengi sana ni kwamba jana jioni ni kwamba Dogo Sergeant bwana ameweka katika kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, lakini pia katika posti ameandika kwamba habari ndugu zangu, ningependa kuwajuza ndugu zangu kwamba kuanzia leo sipo One Man Gang. Bwana, hii ni moja kati ya habari ambazo zimewashangaza watu wengi sana, wamebaki mdomo wazi kwamba huyu Dogo imekuwaje tena Chino alipomtoa. Chino, unajua tunaweza kusema kwamba Chino ni kama vile aliokoa maisha au aliokoa career ya huyu kijana, alafu imekuwaje leo hii wamekosana kwa namna moja au nyingine mpaka Dogo mwenyewe anakuja kutangaza kwamba ametoka One Man Gang. Kwa hiyo habari ambazo zimekuwa zimesambaa mitandaoni ni kwamba ni hizo za issue za yeye kutoka One Man Gang, kwa mujibu wa yeye mwenyewe alivyoposti hapo Sergeant, na page mbalimbali pia zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapo kuna page wameandika kwamba bwana, au sababu ni salio Dogo Sergeant kaipa thank you One Man Gang, hizi label na hawa wasanii wanaosajiliwa. Kwani kunatokea ganini mpaka wakishakaa muda mfupi tu wanaamua kuondoka? Peji nyingine ameandika kwamba bwana, msanii chipukizi wa muziki wa Singeli Tanzania Dogo Sergeant ametangaza rasmi kuondoka au kujitoa katika record label ya One Man Gang inayomilikiwa na star wa muziki wa mapiano hapa Tanzania Chino Kid. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Dogo Sergeant ameweka ujumbe ambao amechapisha kwamba kuwapa taarifa mashabiki kwamba kuanzia leo hayuko tena One Man Gang. Kwa hiyo kitu ambacho watu wengi sana wanakizungumza bwana ni kwamba kila mtu anajiuliza kwamba sababu ambayo imepelekea Sergeant kutoka One Man Gang ni nini, ukizingatia kwamba Chino ni mtu ambaye ameukomboa career ya Sergeant kwa sababu alikuwa anapotea, kutokana na kwamba Watanzania wengi sana walikuwa wanamchukia kupitiliza kutokana na beef lake ambao lilikuwepo na Dogo Pateni, na watu wakaamua kumsupport Pateni alafu Sergeant wakamsahau. Lakini Chino, kipenzi cha watu, baada ya kuamua kumsupport Dogo moja kwa moja Watanzania wakampokea tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimewashangaza kwamba Dogo imekuwaje leo hii ametangaza rasmi kujitoa katika kampuni hiyo ya One Man Gang. Lakini pia vile vile wadau mbalimbali wamekuja kulizungumzia swala hilo, na kwa mfano hapa kuna Mr Pimbi naye pia amekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo issue ya Dogo Sergeant kujitoa pale One Man Gang. Rasmi Dogo Sergeant ameaga rasmi, Dogo Sergeant ameondoka One Man Gang chini ya mwanamuziki na dansa Chino One Man. Mtaani kupigika, hakuna kitu kibaya kama hicho. Hiki ndo kipindi ambacho watu wanakulaga unga. Hiki ndo kipindi ambacho watu wanakuaga walevi, kwa sababu amezoea maisha fulani afu ghafla anarudishwa katika maisha fulani. Sijui nini kimetokea. Kama ni Chino amemfukuza au ameshindwa kuishi na Dogo, basi ajue amempa stress kubwa sana katika maisha.
Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa mujibu wa Mr. Pimbi. Ameamua aweke hilo swala bayana kwamba kwa namna moja au nyingine, iwapo kama yeye mwenyewe Chino ndiye ambaye ameamua kumfukuza huyu dogo, ajue kabisa kwamba anamtengenezea stress na dogo atapata tabu, lakini kama kijana mwenyewe ameamua kutoka, ajue kabisa kwamba amefanya mistake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini baada ya muda mfupi ni kwamba Chino mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe hapa, ambao ujumbe wa Chino bwana unasomeka kwamba ameandika hivi kwamba ukweli unaweza ukawa na roho nzuri, lakini bado binadamu wakakufanyia roho mbaya. Chino bwana ameanza kwa kuandika hivyo kwamba ukweli unaweza ukawa na roho nzuri, lakini binadamu akakufanyia roho mbaya. Then baada ya hapo Chino akaendelea kusema kwamba siamini mdogo wangu, kwa yote niliyokufanyia umeamua kufanya kitu kama hiki. Kweli mfadhili mbuzi utakunywa mchuzi, binadamu ana maudhi. So hicho ndicho alichokiandika Chino kupitia ukurasa wake wa Instagram, kisha akaweka hapa emoji ya moyo kuvunjika na mikono juu, kama vile anashukuru kwa kile kilichotokea, lakini pia haamini au anaonyesha wazi kwamba ameumizwa na lile ambalo limehappen au kilichotokea baada ya kijana Sergeant kuamua kujitoa katika record label yake ya One Man Gang, pamoja na yote mazito ambayo amemfanyia, pamoja na bila kumpa fadhila zake, yani kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mpaka hapa kwa mujibu wa hii sentence ambayo ameandika Chino katika ukurasa wake wa Instagram, inaonyesha wazi kwamba Sergeant ndiye mwenye makosa kwa namna moja au nyingine, na kuachana kwao hawajaachana vizuri kwa sababu kama Chino analalamika it means kwamba wameachana vibaya. Lakini hapa chini akasema kwamba bwana, hii ni kwa ajili ya watu feki wote, mdogo wangu, respect ndo kila kitu. Yani kwamba Chino amemsii tu kijana kwamba ajue kabisa kwamba respect ndiyo kila kitu. Kwa hiyo hivyo ndivyo situation ilivyo. At the end of the day ni kwamba it is what it is bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia hebu tokee maoni yako, tuambie unahisi kwamba sababu haswa inaweza ikawa ni nini, au ni kiki tu wanataka kutoa ngoma mpya. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.